Nadhani kama Bwana Felix anafahamu gisi amekuja kwa madaraka, kumekuwa transition of power yenye imesaidia na ilikuwa according to ya constitution ya mkataba wetu mkuu wa nchi, na kama amezungumzia mambo hiyo ya kusema uchaguzi usikue ama wataweza kubadilisha mkataba. Kwa hiyo ni anaendelea mwili strategia yake ya kuleta fujo katika nchi. Leo tunakuwa na vita katika nchi. Wakati amepewa nchi ilikuwa na amani, na nchi ilikuwa pamoja. Leo nchi imegawanyana, tunakuwa na zimoja provinces zenye ziko tena chini ya madaraka ya government ya Kinshasa. Kwa hiyo Bwana Tshisekedi hawezi kuendelea na hiyo policy yake ya fujo katika nchi, kwa kuwa ni wapinzani hawataitika na hata raia haitaitika yeye kufanya hayo yenye anapanga kufanya. Unasema upinzani hautakubali hayo, lakini upinzani haupo. Tumeona kwamba nyinyi wote wapinzani wengine walioko nchini wamekamatwa, kama vile katibu mkuu wa chama cha Kabila PPRD Ramazani Shadari, Obe Minaku, na nyinyi wengine mnakuwa mkiishi uhamishoni. Hata rais wa zamani yuko uhamishoni baada ya kuhukumiwa adhabu ya kifo na kuwekewa vikwazo na Marekani. Kipi mtakifanya ili kuweza kuzuia kinachofanyika? Ndiyo, nadhani hiyo yote ni matunda ya dictatorship ya Bwana Tshisekedi, na yenye tunapinza iko yeye Tshisekedi, tunapinza dictatorship yake hiyo, na hata hayo mambo kadhalika yenye anatafuta kufanya. Tunakuwa wengi, sio sauti yetu tu ndio lazima, ni sauti ya raia wenye sisi tunatetea, na ni raia hiyo according to mkataba wetu wa nchi, katiba yote ya nchi, article 64 nasema kama raia itaweza kusimama na kukataa kusimamia wote ule anatafuta kurudisha nchi nyuma, kusema wengine Mobutu katika nchi achukue madaraka yote na abaki milele na milele. Kwa hiyo sisi tunategemea raia yetu, hatujitegemee sisi wenyewe, na kwa hiyo imembakilia miaka miwili. Angekuwa na busara angesema yenye sikufanya jana, sawa kumaliza vita na vinginevyo, ni yakamilishe. Baada ya kufanya hayo, anakuwa na mawazo mengine yenye yatarudisha tena nchi mbali sana na kuitia mchaos. Hiyo ndio uzuni tunakuwa nayo.